Mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni sehemu maalum kabisa ambayo tunaweza kufahamiana na watu mbalimbali ambao pengine tulikuwa tunawasikia tu lakini hatuwezi kuwafahamu. Sasa tunapata fursa ya kuweza kuwafahamu kinagaubaga kwa undani kabisa. Ni nani, katokea wapi na anaelekea wapi, matazamio ama malengo ya baadaye ni ipi. Na katika sehemu hii basi leo hii tunaye kiongozi. Huyu ni kada mbobezi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kwanza ataanza kujitambulisha kwa majina yake, alafu baadaye tutaenda kuongea zaidi na zaidi. Ndugu, karibu sana. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Meijo Laizer, ni mwalimu kitaaluma, lakini pia katika dhana ya uongozi mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Siha. Labda tukianzia hapo, Mwalimu Meijo Laizer, watu wengi ambao ni walimu hupenda sana kujitambulisha kwa jina la mwalimu, huanza na mwalimu, na hata usipomtaja kwa kuanza na mwalimu inakuwa ni ugomvi pia. Na hii tulishaiona hata wakati wa baba wa taifa, alipenda zaidi kuitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nini kiko siri ya hili jambo? Kwa nini mnapenda kujitambulisha kwa jina la mwalimu, mengine ndio afuate? Unajua mwalimu ni kioo. Yaani ni mfano katika jamii. Kwa hiyo ukiitwa mwalimu ina hadhi yake. Na ukitaka kujua, waangalia tu wana taaluma mbalimbali. Kwa sasa leo kuna mtu hataki aitwe wakili, lakini yeye anataka aitwe wakili msomi. Sasa sisi kama walimu kutokana na hadhi na heshima ya mwalimu, na nafikiri ndio maana Mwalimu Nyerere ameamua kujivika heshima ya kuitwa mwalimu, kwa sababu ni mwalimu kitaaluma. Lakini na hata sisi, kwangu mimi binafsi, nafurahi sana nikijiita mwalimu, kwa sababu walimu ni heshima kubwa. Lakini mwalimu ni kiongozi, lakini mwalimu ndo zao wa kuzaa taaluma zote zilizoko nchi. Kwa hiyo actually ukiitwa mwalimu ni heshima kubwa sana. Ndio. Na kwa utangulizi huo basi bila shaka angalau tumepata mwanga kwamba Meijo ni nani, ni mwalimu. Na pengine Meijo ni nani, kwa maana sasa ametokea wapi, background na mambo mengine kama haya? Nashukuru, labda tu nielezee kwa historia fupi. Actually mimi nimezaliwa katika mkoa wa Arusha. Ndiyo. Katika kijiji kinachoitwa Tingatinga iliyoko wilaya ya Longido. Ndiyo. Lakini kwa miaka ya 92, 93, ndiyo, wazazi wakapata kutoka katika ile eneo kuja katika wilaya ya Siha, ambao actually kwa makuzi sisi tumekulia pale Siha. Na mimi nimesoma shule ya sekondari, shule ya msingi nimesoma Tingatinga sekondari, lakini baadaye baada ya wazazi kuja huku nikapata fursa kwenda kusoma Siha sekondari kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Na baada ya hapo labda tu nielezee historia yangu ya elimu. Nimepata pia nafasi ya kusoma baada ya kumaliza kidato cha 4 mwaka 2000, nikapata fursa ya kwenda kusoma kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari Jamhuri iliyoko Dodoma. Na baadaye Mungu akanisaidia nikapata fursa kwenda kusoma chuo kikuu baada ya kufaulu kidato cha 6. Kaenda kusoma chuo kikuu cha Tumaini, tawi la chuo kikuu kile cha Stefano Moshi kilichoko mkoa wa Kilimanjaro. Na baada ya hapo ndo nikaingia kwenye utumishi wa umma. Na niseme tu ajira yangu ya kwanza kabisa, ila ajira ya kwanza nimepata katika wilaya ile ya halmashauri ya Babati, ambao nimefundisha shule moja ya sekondari inaitwa Nkaiti Sekondari. Yes, baada ya kufundisha pale nikapata fursa na heshima ya kuteuliwa kuwa afisa elimu takwimu katika ile halmashauri ya Hanang. Kwa hiyo pale Hanang nimefanya kazi miaka 7 nikiwa afisa elimu takwimu. Lakini baadaye mwaka juzi nikapata fursa ya kuhamishiwa katika mkoa wa Arusha kuendelea kwa nafasi yangu ya afisa elimu takwimu idara ya elimu sekondari. Na ndo nafasi yangu ambayo ninayo kwa sasa kuitumikia nchi yangu kwa nafasi ya utumishi wa umma. Ndiyo. Ni kupongeza sana Mwalimu Meijo Laizer kwa hizo progress za kitaaluma. Yes. Na hatimaye pia ajira ya kuwa mtumishi wa serikali kupitia sekta ya elimu. Yes. Ni kupongeza sana bila shaka. Asante sana. Nakushukuru sana.
Bila shaka serikali kupitia wewe basi kuna manufaa mengi ambayo unayatoa au wanayapata wananchi kwa utumishi ambao unaotoa kwa nafasi yako. Yeah, nakushukuru. Actually ni kweli kuna wajibu kubwa ambao tumefanya pale nilipopata fursa ya kuwa mwalimu. Nimefundisha wanafunzi wengi, wengine wameenda chuo kikuu. Lakini pata fursa kwenda kufanya kazi pale kama nilivyosema halmashauri ya Hanang'. Kufanya kazi miaka 7, tumetoa mchango mkubwa sana ya katika utumishi wa umma, lakini kusaidia jamii zetu, hasa ukijua pale Hanang' kuna jamii za kifugaji. Kuna Wabarabaigi pale, lakini pia kuna Wairaq. Actually tumeweza kuwasaidia wengi na Mungu amewasaidia wamefika mbali. Na tunajua ya kwamba hizi ni kutokana na imani ambao serikali imetupa, na ndio maana nikapelekwa kule. Lakini baadaye wakanipa tena imani ya kuja tena Arusha ili niwe sehemu ya kutoa mchango katika masuala ya elimu. Jamii yetu ya kifugaji ina changamoto kubwa sana. Wakati wa nyuma nafikiri sasa hivi angalau kuna mwamko kidogo, lakini walikuwa wanaona swala la elimu kama vile swala kutilia mkazo sana. Wanaona labda ni mtoto anaweza kaingia kwenye akawa mfugaji akaenda kuchunga kondoo na mbuzi. Kwa hiyo walikuwa wanaona kama elimu sio kipaumbele. Labda hii ulikabiliana nayo vipi katika nafasi kule Babati na pengine hata nafasi yako kwa sasa hivi? Actually ni kwa kweli kwa mazingira hayo mimi nashukuru kwa sababu unajua serikali umewekeza sana kwenye masuala ya elimu. Na serikali ilipokuja na ile programu ya shule za kata, ndio imeweza kufanya jamii kuwa na hamasa na kutaka kuhakikisha kwamba kila mwananchi wanaona kwamba kuna umuhimu wa kuwapeleka watoto shule. Kwa hiyo haikuwa kwetu sisi, kwangu mimi haikuwa kazi ngumu sana kwa sababu serikali imetengeneza mazingira hayo, kujengwa shule za kata zile, lakini pia jamii pia imeendelea kujua umuhimu wa elimu. Kwa hiyo nilipokuwa nafanya kazi kule Hanang', kwa kweli hatukupata wakati mgumu sana. Zipo changamoto, lakini actually ni tofauti na miaka huko tuliotoka nyuma kabisa. Lakini pia hata katika mazingira ambao nipo Arusha, ni watu ambao actually Arusha, halmashauri ya Arusha, actually watu wanajua umuhimu wa elimu. Watu wanafahamu pamoja kwamba bado si kwa 100%. Wapo wanayojua, lakini pia wanaweza wakati mwingine wana changamoto tu ya kutaka kutimiza au kushirikiana na zile sekta au nafasi ambazo tunazo. Lakini kwa karibia 80 nafikiri kuna mafanikio makubwa ya watu katika utambuzi katika masuala ya elimu. Na nataka tu niseme mimi nimepata fursa ya kusoma, nimetoka kwenye jamii ya kifugaji. Wakati nikiwa primary nilikuwa naenda shuleni, lakini natoka shuleni weekend naenda kuchunga. Kwa hiyo kwangu mimi haikuwa tabu kwa sababu pia nilikuwa napenda kusoma. Lakini nilipotoka kwenda sekondari, nikitoka likizo naenda kuchunga. Lakini pia naenda kwenye kilimo kushiriki shughuli za nyumbani. Kwa hiyo kwangu mimi kwa sababu nilikuwa na shauku ya kusoma, nilikuwa naona kwamba ni wajibu wangu kwenda kuchunga, lakini ni wajibu wangu kwenda kusoma. Kwa hiyo kwangu mimi kwa hapa nilipo binafsi kwa masuala ya elimu nimepata fursa hiyo ya kwa sababu nilikuwa napenda na nilikuwa nataka nisome. Na ndio maana hata nilivyokuambia kwamba nimefika chuo kikuu, na hata baada ya kumaliza chuo kikuu nimeweza kujiendeleza katika elimu ya juu zaidi. Labda pengine ili kwa ajili ya kupata uzoefu, to share experience. Hii ni kwa sababu ya wewe kupenda kusoma ama pia wazazi walichangia, walikuwa kidogo wanakusukuma kwamba uweze kuzingatia masuala ya kusoma? Actually mchango lazima ya wazazi iwe kubwa kwa sababu wanayokupa fursa ya kwenda kusoma, lakini wakati mwingine kwenda kuchunga ni kutokana na miongozo ya wazazi. Kwa hiyo wazazi wako kama ingekuwa wazazi wangu walikuwa watake nisome, actually ningebezi kwenye eneo la kwenda kuchunga au kudili kwenye shughuli zingine za kijamii kama kilimo na vitu kama hivyo. Lakini kwa sababu walikuwa wanapenda, mimi binafsi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wazazi wangu. Actually wote wametangulia mbele za haki, lakini kwa kweli mimi kwangu binafsi ninawajivunia kwamba wazazi wangu walikuwa wanaona kwamba kuna haja mimi kupiga hatua katika masuala ya elimu. Mtazamaji, huyu ni afisa elimu takwimu halmashauri ya Arusha na ni mwalimu Major Laizer. Kama ambavyo unaona tunaongea naye masuala mtambuka, masuala mbalimbali kuhusu masuala ya elimu, lakini pia na mambo yake binafsi. Labda tukirudi kwenye halmashauri ya Arusha na wewe ukiwa afisa elimu takwimu, pengine ni changamoto zipi ambazo unazikabili?
Actually changamoto kwa kweli mimi binafsi changamoto ni ndogo sana, kwa sababu unajua kama huko kwenye sekta ya elimu, kwa maana ya nafasi yangu mimi nilionao, binafsi serikali inafanya kazi kubwa sana. Kwa sisi kama viongozi kwa maana ya nafasi yangu na viongozi wengine ambao tuko naye katika shughuli za serikali kwenye idara ile ya sekondari, kuna kazi kubwa ambayo serikali imefanya. Kwa sisi tunachokifanya ni kufanya tu ile ufuatiliaji, lakini kuhakikisha unasimamia zile misingi ya sera za elimu, lakini kusimamia zile miongozo za elimu, taratibu na maelekezo ya serikali. Lakini nataka tu niseme kwa kweli serikali, kwa maana nikisema changamoto ni jamii tu, kwamba sisi tuna kazi tu kuendelea kuelimisha jamii, kuona kwamba wana umuhimu wa kuwa na mchango wa kushirikiana na serikali. Hilo tu, lakini kwa maana ya serikali, kwa maana ya shughuli zetu za kila siku, mimi binafsi na kwa proud kwa kufanya kazi katika wilaya katika halmashauri ya Arusha DC, kwa sababu kazi ni rahisi kufika kwenye maeneo ya kazi, lakini ni rahisi kufanya ile unit ya kufanya kazi kwa pamoja. Lakini pia watumishi ambao tunawasimamia wanajitambua, wanafahamu wajibu wao, wanajua kwamba kwa nini wana dhamana ya kuwa viongozi. Kwa hiyo hata ukizungumza habari ya kwa shule, uzungumza maafisa elimu kata, ukizungumza wale wadau wengine ambao actually katika jamii ambao tunashirikiana nao, mimi binafsi kwa kweli kuna kazi ambayo imefanyika. Kwa hiyo changamoto zipo changamoto ambazo actually ni za kawaida, ambao actually siwezi kuizungumzia kwa ujumla, kwa sababu actually najua taasisi zetu zina utaratibu wa kueleza changamoto za taasisi. Lakini mimi kwangu mimi binafsi kuna kazi ambayo kwa kweli serikali imerahisisha sisi kuondokana na changamoto. Naam, sasa baada ya kuelezea hayo Mwalimu Mejo Laizer, labda tuje kwenye upande wa ukiwa pale chuoni, pengine nafahamu mazingira ya chuo kuna nafasi za uongozi zile, labda pale chuoni, chuo kikuu pale ama na kwingineko, nafasi gani za uongozi ambazo labda ulizipitia? Kwanza mimi namshukuru Mungu kwa sababu ni baada ya kwenda chuo kikuu pale, kwenda chuo kikuu cha Tumaini, nikaanzisha vuguvugu la kuwa na tawi ile la chama. Naam. Katika kufanya hizo harakati nikawakusanya wenzangu pale chuo kikuu. Unajua kwamba wakati ule miaka ya 2008, 2009, 2010 kulikuwa na pressure kubwa sana ya vyama vya upinzani. Kwa sasa na mimi kwa sababu nilikuwa na kada, nika-organize vijana wengi kuhakikisha kwamba wanajiunga ndani ya chama, na moja ya kazi ambayo nimefanya ni kuweka matawi, kuhakikisha kwamba tunaanzisha matawi ya vyuo vikuu. Chuo chetu kulikuwa na matawi kama 3 kwa sababu ilikuwa na campus 3. Kwa hiyo tukawa na ile tawi la Masoka pale, tukaenda pale ile town campus, alafu tukaenda pale Mwika campus. Na actually nikapata bahati ya wenzangu kunichagua kuwa mwenyekiti wa shirikisho katika chuo kile. Kwa hiyo nikawa mwenyekiti karibia miaka 3 mpaka nimemaliza chuo kikuu pale, nikaja nikakabidhi. Na moja ya kazi ambayo nimefanya ni kuhakikisha kuwashawishi vijana wa vyuo vikuu kujiunga na CCM. Kwa hiyo ni kazi kubwa, lakini moja ya harakati ambazo nimeshiriki chuo kikuu, actually baada ya kuwa mwenyekiti pale, nikapata kuwa katibu wa uchumi shirikisho la vyuo vikuu mkoa wa Kilimanjaro mwaka 2010. Sasa baada ya hapo nikashiriki kwenye harakati zile za serikali za wanafunzi. Mimi pale nimekuwa mbunge, nilipoanza mwaka wa kwanza 2008 nikawa mbunge mpaka nakuja kumaliza miaka 3 ya chuo kikuu nilikuwa mbunge, lakini baadaye ile mwaka wa mwisho nikaja nikagombea uspika. Ile mwaka wa mwisho 2011 nikaja nikawa spika wa chuo kikuu pale cha Tumaini. Na baada ya hapo sasa nikaeka historia kubwa ya kuhakikisha kwamba kwanza lile bunge lilikuwa linaheshimika sana. Na nafikiri mpaka sasa sijui ukienda chuo kikuu ukiuliza pale Stefano Moshi watakumbuka lile bunge, kwa sababu lilikuwa ni bunge ambalo lilikuwa na inafanana na lile bunge la 10 la Samuel Sita. Kwa hiyo kwa kweli hatua ambao mchango ambao hasa kwenye kushiriki katika masuala ya siasa kwenye level ya vyuo vikuu, kwa kweli mimi nafikiri miaka yote 3 nimebaki kuwa kiongozi wa chama, lakini nikabaki kuwa kwenye serikali ya wanafunzi. Na mimi nimechangia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata haki zao za misingi, lakini kujenga ile mshikamano na kuzuia wanafunzi kutokufanya maandamano
yanayoweza kuathiri taaluma yetu, lakini kuathiri mazingira ya chuo kikuu pale ambao tulikuwa tunasoma. Lakini baada ya hapo nafikiri ndio nikaja sasa, nikaja baada ya kumaliza utumishi, baada ya kumaliza chuo kikuu nikaja nikagombea. Baada ya kupata ajira nikagombea kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kupitia wilaya ya Siha. Baada ya kumaliza chuo kikuu, nilipopata fursa ya kupata ajira serikalini, binafsi kwa sababu nilikuwa nakipenda chama changu, lakini nilikuwa napenda shughuli za kisiasa, nilichukua hatua na kufanya maamuzi ambao actually haikuwa maamuzi mepesi. Nikaenda kugombea kwa ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM katika wilaya ya Siha mwaka 2012. Kwa kweli kwangu mimi binafsi ilikuwa ni surprise kubwa, kwa sababu kwanza sikuwa nafahamika sana kwenye siasa. Lakini kwa maana ya siasa za wilaya ya Siha. Nilikuwa ni kijana mdogo, lakini pia ile profile ya siasa ya chama haikuwa kubwa sana. Na moja kwangu ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu nilikuwa naenda kupambana na jabali la kisiasa. Mtu ambaye ni mzito, Agre Mwandri alikuwa naibu waziri wa TAMISEMI, alikuwa bosi wangu. Lakini moja ya vitu ambavyo nimefanya mimi binafsi sikujua kwamba anaenda kugombea. Sasa katika kupata fursa nilipogombea, mimi mambo ya katiki, kwa hiyo nikamshukuru Mungu nikapata. Yapo mazingira ambayo yamejitokeza katika kupambana wakati ule katika kuchukua fomu, lakini kwa kweli mimi binafsi kwangu nafasi hiyo imenipa heshima ya kuwatumikia watu wa wilaya ya Siha, na kwangu mimi nimebaki kuwa historia, kwa sababu kuanzia 2012 mpaka sasa nimedumu kwenye kamati ya siasa ya wilaya. Na nimekuwa mjumbe wa NEC kwa wakati huo, lakini nikawa mjumbe wa kamati ya siasa na mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Lakini pia nimedumu kwenye nafasi kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa kwa muda mrefu. Lakini pia nimepata ile uzoefu wa kuwa kiongozi actually kwenye ile kamati ya siasa ya wilaya. Kama watataja watu wawili watatu ambao ni wakongwe sana kwenye masuala ya siasa na ambao wamedumu katika siasa za Siha, mimi nafikiri inaweza kaa namba 1 au namba 2 kama wapo wengine au namba 3. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi nimekuwa proud kwa sababu ya nafasi na heshima ambayo chama changu imenipa, lakini wananchi wa wilaya ya Siha na wanachama wa CCM wamenipa imani ambao kwangu mimi ilikuwa ni ngumu sana wao kuniamini, kwa sababu sikuwa na nafasi yote ya uongozi. Lakini nimekuja nikajenga hoja, lakini pia nikajenga imani ya wao kuniamini. Binafsi namshukuru Mungu kwa sasa actually ndio nina nafasi pia mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kwa sasa, ambao binafsi baada ile nafasi ya ujumbe wa NEC ku face out, basi nikasema ngoja niendelee kutumikia chama changu katika nafasi ya jumuiya ya wazazi, kwa maana nafasi ya mwenyekiti. Na Mwalimu Mejo, unaonekana wewe ni mbobea. Mtazamaji, haya ni kwa kifupi kabisa, na huu ni mwanzo tu, lakini kwa kweli tutakuwa na muendelezo wa mengi mazungumzo kutoka kwa Mwalimu Mejo Laizer, mneki mstaafu, lakini pia mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Siha. Tutaongea naye mengi zaidi, lakini pia ni mwanasiasa mbobezi kama ambavyo umesikia historia yake toka akiwa katika masomo chuoni na mpaka hii leo. Mwalimu Mejo, mimi kwa leo nikushukuru sana. Asante sana, mimi nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kutaka kusema angalau machache yanayohusiana na maisha yangu kuanzia huko nilikotoka utotoni na mpaka sasa. Nakushukuru sana kwa kunipa heshima ya chombo chako hiki kuweza kunipata fursa ya kunihoji, lakini kutanabaisha baadhi ya vitu ambavyo nafikiri ni muhimu sana watu ya kuifahamu katika maisha yetu ya kisiasa. Mwanzo najua tutapata fursa kuongea kwamba hata Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ulishiriki katika mchakato wa yeye kuingia madarakani. Ulishiriki vipi? Basi mtazamaji asikose wakati ujao. Asante sana. Kutakuwa na uondo ambao ni mkubwa sana. Naam. Yes, kuna vitu ambavyo nitavieleza ambao actually mimi nipa heshima kutokana na hiyo rais kutupa nafasi hiyo kama wanafunzi wa vyuo vikuu. Mwalimu Mejo, nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana.